Kwa jini mahaba anapokuwa ndani ya mtu ana tabia zake. Narudia tena na kukumbusha kwamba jini mahaba ni roho. Kwa hiyo kama ni roho, anaweza kujibadilisha awe na muonekano wa aina anayotaka yeye ili kukufurahisha wewe, na atakuja kwa sura ambayo aidha unaifahamu au huifahamu. Lengo ni kukamata saikolojia yako katika ulimwengu wa roho, kukufanya uhisi utoshelevu au uhisi furaha au uhisi kawaida utakapokutana naye. Na kwa kuwa ni kiumbe cha kiroho, kina kawaida ya kuona wivu, yani kina kawaida ya kusikia wivu. Kwa hiyo kinasikia wivu kweli kweli kuliko kawaida. Kwa hiyo hakita kuruhusu uwe na furaha kwenye ndoa au mahusiano. Na kama utakuwa na furaha, basi sio furaha ya kudumu, ni furaha ya kipindi. Kwa utakuta kama hauko kwenye ndoa, ukiwa kwenye mahusiano, utakuta mahusiano yako hayafikii matokeo. Atapatikana mtu mkitaka muingie kwenye hatima ya ndoa, aidha aje kwenu au aweze kufikia hatua fulani ya kufikia makubaliano ambayo mlikubaliana mwanzoni. Jini mahaba ataharibu tu kwa namna yote ile. Atavuruga kwa namna yote ile, kwa sababu hataki uolewe, hataki upate ndoa, hataki ufanikiwe. Na akiona umefanikiwa kuolewa, atakuja kukukamata kwenye hatua, kama hajatoka kwenye kizazi, kwenye uzao. Kama hajampiga mume wako kwa kumfanya asiwe na nguvu za kiume, basi atakupiga wewe uwe na matatizo ya magonjwa ya kuambukiza, magonjwa hizi infections za kuambukizwa, magonjwa yanayotokana na zinaa. Kwa hiyo utakuta unaambiwa una uvimbe tumboni, unaambiwa sio kizazi kimefanyeje, mirija sio imefanyeje, utakuta ma-UTI yasioisha, utakuta magonjwa ya zinaa yasio koma, utakuta unatibu fungus, yani unatibu tu, inatoka inarudi. Lengo ni kuzuia msiweze kukutana na mume wako kwa furaha. Kwa hiyo sasa nini kitakachotokea? Mwanaume akiona kwamba akufaidi au akupati kwa vile anavyotaka, mwanaume yule atatoka nje ya ndoa, kwa sababu anapotaka apate furaha na wewe kuna kitu kimetokea. Au kama mmeweza kushinda eneo hilo, atatafuta tu kitu chochote cha kuwafanya mgombane, cha kuwafanya mpishane. Kwa hiyo mtajikuta sasa, badala ya kupata muda wa faragha wa kufurahiana, kuna matatizo mnayatibu, kuna matatizo mnayahangaikia, kuna vitu ambavyo mnavihangaikia mara kwa mara. Kwa kufanya hivyo, manake ameweza kumudu. Kwa hiyo yeye atakuja kwa muda anaotaka hae na wewe, akutane na wewe, na atakufaidi vile anavyotaka yeye. Kwa mume wako atakapokuja anataka akutane na wewe, itakuwa ni ngumu, kwa sababu tayari ushachoka, kwa sababu ameisha kutumia. Na ikumbuke kwamba jini mahaba anapomtumia mtu, hamtumii tu kwa ndoto. Ni kuna madhiriko yanayotoka, mwili unachoka kabisa, na unaona kabisa kwamba kuna kitu kilichokuwa kinaendelea. Na wengine nafika mbali, anaona kabisa kwamba sasa hivi ndo tayari mimi niko naingiliwa, sasa hivi tayari niko na mwanaume, na anaona mwili wake unabadilika kabisa. Kuna wengine imefika mbali, inafika mahali anafurahia kile kitu, yani anaona kabisa msisimuko wa kufurahia. Mwingine ile hali ya mwili inabadilika kabisa, anasikia kabisa kwamba sasa hivi nataka kukutana na mwanaume, alafu yule pepo anakuja, yule pepo anamvamia. Kwa hiyo ile pepo linatafuta mazingira ya kujua kwamba huyu mtu nitamnasa vipi. Sasa kama hauko kwenye mahusiano, litafanya uwe na mahusiano, na mahusiano yako yasiwe ni mahusiano yanayoweza kufikia ndoa. Kwa hiyo litakufanya ukutane na wanaume ambao ni waume za watu, au ukutane na wanaume ambao sio mume wa mtu lakini ni muongo, ni mwanaume wanawake wengi. Lakini pia linaweza kukufanya umpende mtu. Yani kuna mtu unajikuta unampenda, ni lile pepo linakufanya yani unampenda, aidha uko kwenye ndoa au hauko kwenye ndoa, lakini kuna mtu unasikia kumpenda, au unatamani mtu ndo yule akuoe, au unatamani yule uwe naye. Yaani wakati mwingine unatamani mpaka wewe mwanaume ndio mwanamke umfuate, umwambie kwamba mimi nasikia kuwa na wewe. Kwa hiyo pepo linaweza kukufanya hivyo, likakufanya kuna mtu umpende, na likakufanya kuna mtu umchukie. Kwa kuna mwingine anafika mahali anawachukia wanaume wa aina fulani, au anakuta anachukia tu mambo ya mahusiano. Kwa kuna mwingine unakuta ameumia maumivu mengi, inafika mahali anachukia. Kwa sababu lile pepo linaweza kuja kwa njia tofauti tofauti. Na lile ambalo ni la kifamilia, nimesema kwamba kuna jini mahaba au kuna pepo la kifamilia, miungu ambayo wanafamilia walikuwa wametangulia, walikuwa wameagana nayo, wakaweza kukubaliana kwamba tunakubaliana ukoo fulani, watoto wa kike wa mwisho au wa kwanza au wa katikati au wote watakuwa ni wake zetu. Kwa hiyo nini kinachoendelea ni kwamba yanataka ya wamiliki. Kwa ili kuweza kuwamiliki, basi mtakuta
kwenye familia mna tabia zinazoendana, wote mna changamoto ya kuchelewa kuolewa, wote mna changamoto labda ya kuchelewa kupata watoto, wote mna changamoto labda ya hivi, unakuta kila mmoja amepitia hapo, kila mmoja amepitia hapo. Lakini inaenda mbali, kuna ambaye upatikanaji wake kipindi wazazi wake wanatafuta mtoto alikuwa ameenda kwenye madawa, tunasema watoto wa dawa, yani alipatikana, wazazi walienda kwa mganga. Na kwa nini? Ile miungu ina kawaida ya kujua kwamba yule ni mtoto, ni binti yetu, ni mwanamke wetu. Kwa hiyo ili uweze kuolewa, yanataka aidha muende mkatoe sadaka kwenye ile miungu ili yakubali kumtoa yule mtu. Kwa na yenyewe yana tabia kama ya jini mahaba, yana kawaida ya kuvuruga mahusiano, kwa sababu namna ulivyopatikana, ulipatikana kwa dawa, ulipatikana kwa ile miungu. Kwa ile miungu inatafuta namna yoyote ile ya kuweza kuzuia usiolewe mpaka yenyewe imetolewa sadaka, mpaka yenyewe imekubali. Kwa utakuta sasa ndo mnakuwa watumwa wa waganga, mnakuwa watumwa wa mambo ya kishirikina, mnakuwa watumwa wa shiriki, yani familia nzima ninyi ni shiriki. Na ni muhimu pia kujua historia, wewe umezaliwaje. Je, mama yako akati anakuzaa wewe aliwahi pitia shida yoyote ya kutafuta mtoto? Kwa sababu wazazi wengine unakuta walipitia mengi, kwenye kupitia mengi walikuja wamejiunganisha na miungu. Baada ya kujiunganisha na miungu, wewe hauko sasa kwenye miungu, ila miungu inasema wewe ni wa kwao. Unajitahidi kuomba, kwenda kwa waombezi, manabii, mitume, wachungaji na wengineo, wanakuombea, haufunguliwi, unafunguliwa kwa muda, shida inarudi tena. Ni kwa sababu katika ulimwengu wa roho wewe unamilikiwa. Katika ulimwengu wa roho wewe ni damu yao, ulipatikana kwa nguvu yao. Na kukumbusha kitu moja kwenye Biblia, tunaona wakati Hana anatafuta mtoto, Hana alikuwa anatafuta mtoto. Alipokuwa anatafuta mtoto, Biblia inasema kwamba alienda Shilo, akamlilia Mungu kweli kweli, akamwambia Mungu, ninaomba unisaidie niweze kupata uzao. Biblia inazungumza vizuri kwamba kwani Eli aliyekuwa mwangalizi wa Shilo au wa hekalu, alipomuona Hana anaomba, aliona midomo yake inatikisika kuliko kawaida. Akasema huyu mwanamke pengine amekunywa mvinyo, amelewa, ndio maana anatikisika namna ile midomo yake. Lakini kumbe Hana alikuwa anaumimina moyo wake kwa Mungu. Hana aliweka nadhiri na Mungu, akamwambia Mungu, ukinipatia mtoto wa kiume, huyo mtoto atakapozaliwa nitamleta awe anakutumikia madhabahuni, nitamleta awe ni mtumishi wako, anatumika madhabahuni. Kumbuka mama amefanya nadhiri na nani? Na Mungu. Sio kama kuna kitu unanielewa? Mama amefanya nadhiri na Mungu, mtoto hajazaliwa, hayupo. Mama anatafuta mtoto, amehangaika, imefika mahali amechoka, haoni matokeo, haoni mpenyo. Imebidi mama sasa aende mbele za Mungu wa mbinguni, aende kuweka naye nadhiri, kuweka naye makubaliano kwamba Mungu, nafanya makubaliano na wewe kwa sababu nimechoka, mimi sipati mtoto, nahangaika, nimehangaika, Penina ananitesa, anayasumbua maisha yangu, mimi nimekuja kwako, naweka nadhiri na wewe. Na nadhiri nayoiweka, mtoto akipatikana atakuwa wa kwenu. Kumbe kuna uwezekano mkubwa wazazi wakati wanatafuta watoto wakafanya maagano na miungu. Wengine wanatembea na waganga, wengine wanawekewa dawa kwa njia ya kiganga, wengine wanawekewa hivi na vile. Miungu ile inaambiwa kwamba mtoto atakayezaliwa atakuwa ni wa kwenu. Sasa manake mtoto atakapozaliwa sio wa nguvu za baba, ni wa nguvu za mganga au uchawi uliofanya mtoto apatikane. Na kama sio nguvu za baba, ni nguvu za upande mwingine, manake katika ulimwengu wa roho yule mtoto atasomeka kwamba ni mtoto wa miungu ile. Inafika mahali unataka mambo yako yaende, lazima uende ukajiunganisha na ile miungu, lazima uende ukajiunganisha na zile madhabahu, lazima uende ukazinamie zile miungu. Kwa unakuta hakuna mambo yako yanayoenda, kwa sababu wazazi au mzazi alipotangulia kwenye kutafuta alikuunganisha na miungu, alikuunganisha na madhabahu. Mambo yako yanakuwa magumu, mambo yako yanakuwa magumu kweli kweli. Unajitahidi kuomba, unajitahidi kuhangaika kuna kule, unakuta mambo hayaendi. Ni kwa sababu kuna miungu ilikuwa imeisha unganishwa na wewe, kuna miungu ulikuwa umepatanishwa na wewe, kuna miungu ilikuwa imeisha unganishwa na wewe. Unajitahidi, unasema nimeokoka, lakini bado inakufuatilia. Unasema mimi sasa hivi namjua Mungu, naomba, yenyewe inakufuatilia kwa sababu ina agano na wewe. Kwa inakutafuta, unapoenda inasoma uko wapi, yuko sehemu fulani, sasa hivi ameolewa na fulani, sasa hivi ameolewa na ukoo fulani. Na ndio maana utakuta kuna baadhi ya familia wanakataa miungu ya familia hii na miungu ya familia hii inakataa kuungana. Kwa mkitaka muoane, miungu inagoma.
Nyie mnaweza mkakubaliana, lakini miungu inasema hapana, hakuna muingiliano wa familia hii na hii wakaoana. Na wengine wanaenda mbali, wanasema hatuwezi kuoa ukoo wa kina fulani, hatuwezi kuoa kabila la kina fulani, hatuwezi kuoa watu wa mahali fulani. Kuna mtu anayenielewa? Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mtu anayenielewa? Ngoja tuone sasa kwenye maandiko kwa ufupi, tuone nini ambacho Mungu anazungumza na sisi kwa namna gani. Tukiangalia kitabu cha Samueli wa kwanza, kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya kwanza, tutaanzia mstari wa 18. Biblia inasema hivi. Naye akasema, mjakazi wako na aone kibali machoni pako. Basi huyo mwanamke akaenda zake, naye akala chakula, wala uso wake au kukujamana tena. Wakaondoka asubuhi na mapema, naendelea mbele, wakasali mbele za Bwana, kisha wakarejea na kufika nyumbani kwao huko Lama. Elikana akamjua mkewe Hana, naye Bwana akamkumbuka. Naye Bwana akafanyeje? Kwa nini amkumbuke Bwana? Ni kwa sababu kuna mahali walikuwa wameingia agano na Bwana. Ni agano gani ambalo waliliingia? Ni nini ambacho walikuwa wameingia na Bwana? Tunarudi sasa kwenye 1:5. Lakini Hana humpa sehemu mara mbili, maana alimpenda Hana ingawa Bwana alikuwa amemfunga tumbo. Ila mwenzake umchokoza sana kwa maneno mengi na kutafuta namna nyingi ya kuweza kumfanya dhiaka au kumfanyia ziaka Hana. Mstari wa 10 sasa naruka. Naye huyo mwanamke alikuwa na uchungu. Mstari wa 10. Tunaelewana? Samueli wa kwanza 1:10. Naye huyo mwanamke alikuwa na uchungu rohoni mwake, akamuomba Bwana, akalia sana. Akaweka nadhiri. Akaweka nini? Akasema, Bwana wa majeshi, ikiwa wewe utaliangalia teso la mjakazi wako na kunikumbuka, wala usinisahau mimi mjakazi wako, na kunipa mimi mjakazi wako mtoto mume, ndipo mimi nitakapompa Bwana huyo mtoto siku zote za maisha yake. Jamani, haleluya! Hana anamuunganisha mtoto na Mungu siku zote za maisha, kwamba mtoto yule hata angeenda wapi atakuwa ni wa kule. Na ndio maana alipozaliwa, alipoachishwa tu kunyonya, akapelekwa madhabahuni, kwamba haya, wewe ni mtoto wa madhabahu, hapa ndio kwenu. Ili ufanyikiwe lazima utumikie hii madhabahu. Sasa ndivyo ilivyo katika hali ya kawaida. Kuna watoto hawezi kufanyikiwa, wanataka waunganishwe na miungu, mpaka wakaitolee sadaka miungu, wakafanya ibada za wafu, wakafanya matambiko. Wengine mnaambiwa kabisa kwamba inabidi mwezi fulani twende tukafanya matambiko, twende tukafanye vitu fulani. Wengine mnachanjwa chale, mnaunganishwa na ile miungu. Wengine mnapitishwa kwenye makaburi. Wengine mnakunywa pombe, mnakula nyama. Wengine mnakula maagano fulani. Yote ni kujiunganisha na miungu, yote ni kujiunganisha na madhabahu, ili ile madhabahu iweze kuwa na nguvu na mafatilizi. Sasa tunaona kwamba hili pepo linaweza likapata nguvu kulingana na mtu, namna ambavyo umejiweka au namna ambavyo ulivyo. Sasa tabia zake tumeona, kati ya tabia ambazo linaweza likafanya ni tabia ya wivu. Tabia nyingine ambayo inaweza kufanya mtu awe nayo ni hasira, roho ya hasira. Utajikuta una hasira ambazo huwezi kuzizuia. Yaani unaweza kukuta umeamka asubuhi au siku tu umeamka, mtu akakukwaza kwa kitu kidogo, yaani utasikia hasira, utatamani sijui dunia ipasuke. Na wengine wanaenda mbali zaidi, wanatamani hata ajidhuru, yaani anaona bora afe. Na ukiangalia sababu ya nini anakufanya ufe, utakuta sababu ya msingi hana, lakini anaona, anasikia hasira, anasema yaani bora hata nijitupe kwenye gari, bora hata niende mahali popote tu nipate tu matatizo yote. Anasahau kwamba yeye ni mtu anayetegemewa, anasahau kwamba yeye ni mtu anayefaa, ni mtu anayetakiwa kufika mbali, na umri wake na mawazo aliyokuwa nayo haviendani. Kwa hiyo ni mahaba anaweza kumfanya mtu akawa na hasira. Una hasira, yaani unasikia hasira. Kama ndio una mtoto, unaweza kutamani upige mtoto mpaka umtupe, alafu baadaye hasira zinaisha, unaanza kusema kwa nini nilikuwa nawaza hivi, kwa nini nimefanya hivi.
kwa sababu hili pepo au hili jini lina kawaida hiyo ya kumfanya mtu awe na hasira, kwa sababu linakuchochea kwa kiwango ambacho huwezi kujizuia. Lakini jambo lingine ambalo linafanya, linakamataga uchumi na destiny helper, wale wasaidizi wa hatima. Linakamata uchumi na wale watu wa hatima. Kwa utakuta kuna mtu anaweza kaja kwako akakuahidi ahadi, akitaka itimize, hatapokea simu, hataona thamani yako, atakusahau, hataona tena una maana. Kwa pepo hili lina kawaida kwenda kukamata wale watu wa hatima, na lina kawaida ya kuzuia uchumi. Kwa linakamata mikono. Unaweza ukapata kazi kweli, lakini hela hujui inaenda. Yatatokea mambo hayo, yatakula hela yote. Lengo la ile pepo ni nini? Ni kwamba usiweze kujitosheleza ili uwe mtumwa na lenyewe. Kwa hiyo kuna muda inabidi ukae na mawazo, ndio furaha yake. Yaani wewe ukiwa na mawazo ndio furaha ile pepo. Wewe ukiwa huna amani ndio furaha ile pepo. Amina. Kwa hiyo linatafuta namna ya kufungia uchumi. Kwa hiyo unajikuta unahangaika sana, una struggle sana kwenye uchumi. Una struggle sana kwenye kufanyikiwa kwenye mambo ya kifedha. Kwa hiyo unakuta malango ya uchumi yamekuwa magumu, kazi zimekuwa ngumu, biashara zimekuwa haziendi, mipenyo imekuwa ni migumu. Unajaribu hiki akiendi, unajaribu hiki akiendi. Na kama umepata kazi ofisini, utakuta unapigwa vita ghafla. Bosi anakuchukia au kiti chako kinaanza kutafutwa. Watu wanainuka tu, wanakutafuta tu ili mradi washushe chini uchumi wako. Kwa hiyo unakuta hata jambo kilifanya linaharibika. Linaharibika. Na kwa sababu ya hili pepo linachokutafuta pia ni kukamata nyota au kibali. Kwa hiyo likikamata nyota yako, litaitumikisha nyota yako vile linavyotaka. Kwa hiyo kuna watu utakuwa ni kivutio kwao kweli, yani akikuona anachanganyikiwa. Lakini hakupendi, anakutamani. Na akishalala na wewe, akikupata, unakuta tayari uko mbali na wewe. Tayari hana furaha na wewe. Sasa wewe ndio unakuta tayari moyo wako uko kwake, lakini tayari ameshapata malango yako. Kwa lile pepo lina kawaida, kuna mtu utakuta unamchukia, anakuja mtu wa maana wa kukuoa, wewe unamchukia. Yule ambaye hana nia na wewe, wala hana muda na wewe, wala afikiri kama wewe utakuwa sehemu ya maisha yake, ndio anakufanya unampenda. Ninaelewa ninapozungumza hivi kwa sababu nimekutana na hizi kesi nyingi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa anakufanya unakuwa unachukia baadhi ya watu, na kuna watu unawapenda. Yaani unampenda kweli kweli. Uko radhi kufanya chochote kwa ajili yake. Lakini ni lile pepo linakupelekesha. Ni lile pepo linakusumbua. Jambo lingine ambalo huwa linashughulika na ile pepo, linafanya kibali kiondoke. Narudia tena kwenye eneo la kibali. Kibali. Kwa unakuta huna kibali kwenye baadhi ya mambo. Huna kibali kwa watu fulani. Huna kibali kwenye jambo fulani. Jambo lingine ambalo huwa ninafanya au tabia ya ili pepo likiwa ndani ya mtu, na hii tabia pia huwa linaitumia mara kwa mara. Linatumia mara kwa mara, linaweza kukuletea vitu vya kutembea. Unahisi kama kuna kitu kinatembea kwenye mwili wako. Aidha kwenye tumbo, kwenye mgongo, kwenye sura, kwenye mikono, kwenye nyao za miguu. Unaweza ukasikia kuna vitu vinatembea. Watu waliofika mwaweke nje kwanza, nimalizane na hawa. Toa viti nje. Kwa linaweza kukufanya uwe mtumwa wa jambo fulani. Kwa utasikia kuna vitu vinakutembea. Mwingine unasikia kama kuna kitu kinatembea kwenye tumbo, unasikia kama mtoto uko naye. Unaona kama mjamzito. Wengine tumbo linakuwa kubwa kama mjamzito. Yaani mtu akiangalia anaona wewe ni mjamzito. Lakini sio. Na wakati mwingine ninakufanya unakuwa na tabia kama mwanamke mjamzito. Kuna vitu vipendi, kuna vitu unavipenda, kuna mtu anamchukia, kuna mtu umchukie kama mjamzito. Lakini kumbe sivyo, ni lile pepo. Sasa kuna wengine linawapelekea aina fulani za ndoto. Linachochea aina fulani za ndoto. Ndoto common ni ndoto ya kuota unakutana kimwili na mwanaume unayemjua au usiyemjua. Kwa sababu jini mahaba wewe ulijui kwa sura yake. Linaweza likavaa sura yoyote. Na wengine wanaweza likaja kwa sura ya kizungu, sura ya Kiarabu, sura ya Mtanzania, sura ya mtu yoyote. Linaweza likaja kwa sura yake. Lengo lake ni kukukamata na kukamata hisia zako. Na mara nyingi linakuja kwa sura ya mtu ambaye huwezi mchukia, ili liweze kukukamata vizuri. Itakuja kwa sura ambayo mtu ambaye huwezi kumchukia. Sasa linafanya uweze kuota ndoto za zinaa. Na mwingine anaweza kufanya aote ndoto. Kuna aina mengine ya mapepo yanafika mbali.
unaota ndoto unakutana na mtu wa jinsia yako. Mtu wa jinsia yako unaota, aidha unamuingilia yeye au yeye anakuingilia wewe, mtu wa jinsia yako. Na mwingine, ili pepo inaweza kukufanya ukaota ndoto unakutana na ndugu yako. Wengine nafika mahali unaota ndoto ndugu wa karibu, kaka yako, mjomba wako, baba yako, au mtu fulani ambaye ni wa familia wa damu, na kufanya unaota unakutana naye. Sasa mtu ukiota ndoto imefika mahali linakuja kwa sura ya ndugu zako, manake kuna mahusiano makubwa wewe kati ya pepo. Nguvu inayokusumbua sio nguvu tu ya jini maaba kwa maana ya jini, pia kuna mzimu wa kifamilia wa kindoa, kwa linakuja kwa mahusiano ya damu. Kama kwako unaota hivyo, kuna mwingine yuko na zote mbili, yuko na jini maaba kama jini na yuko na mzimu au roho ya kichawi ya kifamilia ya agano. Kwa unaota ndoto anakuja mtu wa ndugu yako wa damu kabisa, unakutana naye. Kuna mwingine yeye haoti ndoto hizo zote, lakini atakuwa mtumwa wa kutazama pornography au video za utupu. Na wengine pia huu umekuwa mlango wa jini maaba kuwaingilia, kwamba kuna kipindi alikuwa na upweke, akawa anaenda kwenye mitandao ya kijamii anaangalia video za utupu. Kwa zile video zikamchochea, zikatengeneza kitu kwenye ulimwengu wa roho. Ile roho ikawa roho kamili, na baadaye ikawa tabia kabisa, inamuongoza, inamuendesha. Sasa mwingine hivi vyote haoti, lakini kuna muda anajisikia kukutana na mwanaume ili ajitimize, atajichua au atajitimiza kama mwanamke, anakutana na mwanaume yeye mwenyewe. Ili pepo linaweza kukupelekea hivyo. Kwa unakuta unakuwa mtumwa. Yaani usipofanya hivyo usikie amani. Ili usikie amani mpaka ukutane nalo. Na hilo pepo lina kawaida kumwachia mtu akiwa kwenye siku zake tu. Ukiwa kwenye siku zako alikutaki. Ukirudi kwenye hali yako ya kawaida linarudi. Amen. Linarudi na linafanya madhara makubwa kwenye mwili. Inafika mahali, kwa sababu ili pepo linakuwa linakaa na mtu kwa muda mrefu, kuna baadhi ya watu wanakuta ameshalizoea. Yeye anaona ni sehemu ya maisha yake, anaona kawaida, sasa imeshakuwa kawaida, analizoea. Kwa unafika mahali unalizoea, unalichukia likishamaliza jambo lake, lakini linapokuja likiwa linatimiza wajibu wake umchukii, lakini likishamaliza wajibu wake unasikia kuchukia na kuchukia kabisa, utaki kabisa, utaki kabisa. Kwa hiyo linafanya hivyo. Wengine nafika mahali anachukia wanaume, nimerudia tena, utaki mwanaume. Na mwingine anaweza kukufanya ukikutana na mwanaume usijisikie, yani linaondoa hisia za wewe kufurahia mume wako au mwenza wako, lakini lenyewe unasikia hisia kabisa zote. Lakini mtu mwingine linazuia usiweze kusikia hali ya kwamba unakutana na mwenza wako. Na baadhi ya ndoto zingine ambazo huwa zinaweza kutokea kwa mtu ni kuota ndoto uko baharini, kuota ndoto unavikwa pete. Na ni muhimu kukumbuka kwako wewe jini maaba linakuja kwa agano gani. Kuna mwingine anakuja kwa agano la zinaa, inabidi ukemee sana. Mwingine anakuja kwa agano, lilikuja kwa agano ulivikwa pete, inabidi ukianza maombi uvue hizo pete zote ulizovikwa. Mwingine anakuja kwa namna ya kwamba unaota ndoto na mtoto unanyonyesha, na katika mwili hauna mtoto ambaye unamnyonyesha. Lingine linakuja unaota ndoto ni mjamzito, yani kwenye ndoto wewe ni mjamzito, kwenye mwili sio mjamzito. Kwa kuna viumbe vya kiroho vya majini ambavyo wanabeba wanadamu kabisa, lakini ni kiumbe cha kiroho cha kijini, ambapo likizaliwa linakuwa ni jini ambalo linaenda kumwingilia mtu mwingine, linaenda kutafuta mtu mwingine. Na mara nyingi jini kwa jini au mapepo kwa mapepo huwa hayapendi kuoana, yanapenda kuoa wanadamu. So wanadamu ndio wana via vya uzazi. Bwana Yesu asifiwe. Wanadamu ndio wanaweza kuzalisha yenyewe, kwa sababu hayana miili dhahiri, hayawezi kubeba mimba. Kwa mimba zao zinatokana na nini? Zinatokana na wanadamu. Ndio vinazaliwa vile viumbe vya kipepo vya giza, ili kuweza kuwasumbua wanadamu, kuwatesa wanadamu na kufanya wanadamu wasiwe na furaha ya maisha yao. Lakini jambo lingine ambalo ili pepo au haya mapepo yanaweza kufanya kwa mtu, yanaweza kukupelekea ukawa unaota ndoto unaokota hela. Unaota ndoto unaokota hela, aidha zimepanga mstari au hela
level fulani, na ukifikia mahali hapo, manake yanadili na uchumi wako, kwamba lango la wewe kumiliki pesa na kupokea pesa linafungwa au linazuiliwa. Amen. Linafungwa au linazuiliwa. Na kama uko kwenye ndoa sasa, magomvi ni kitu cha kawaida kwenye ndoa yenu. Wengine mtakuta mnatafuta mtoto kwa muda hampati, kwa sababu jini mahaba linaenda kukaa kwenye kizazi. Yaani kati ya kitu kinadili nacho, linataka litengeneze kizazi chake, uzao wake. Linataka litengeneze uzao wake. Kwa utakuta linazuia usizae. Linafunga kizazi, nakaa kwenye kizazi. Mnahangaika utafuta mtoto, haiwezekani. Limekaa kwenye kizazi, nazuia uzao. Mwingine unaota ndoto umevaa shela, kama ni umevikwa shela la ndoa. Mwingine unaota ndoto uko kwenye sherehe, alafu wewe ndio ni kama ulikuwa unasubiriwa. Ndoto zote hizi zinaweza zikawa ni ndoto za kawaida kama zinatokea mara moja, lakini kama zimewahi kutokea zaidi ya mara 3, basi sio ndoto za kawaida. So ndoto zinakuja kwa njia nyingi. Mawazo ya kibinadamu anaweza kutengeneza ndoto, lakini pia ndoto ikaja tu kulingana na mabadiliko ya mwili. Lakini kuna ndoto hizo ambazo zinatupa taarifa nini kinaendelea katika ulimwengu wa roho. Jambo lingine ambalo huwa linaweza likatokea kwa hili jini mahaba, ambalo pia ni muhimu kulifanyia kazi. Jini mahaba, ili uweze kulishinda, inatakiwa ujue la kwako liko kwenye aina ipi, ili uweze kupigana nalo. Sasa kuna mahali ambapo haya mapepo yana kawaida ya kukaa. Ili uweze kupigana nayo, lazima ujue yanakaaga mara nyingi kwenye maeneo gani. Jini mahaba anaweza akawa anakaa ndani ya mtu, na kuna mwingine anakaa na kuondoka. Yaani ukienda kanisani linatoka, linaenda kukaa mbali. Ukitoka tu kwenye maombi au kanisani, linakurudia tena. Lazima ujue la kwako linaanzia wapi. Mwingine linaweza likakufanya unadharau maombi na watumishi wa Mungu. Ukisikia maombi yanapamba moto, unasikia kelele, yanakufanya unadharau. Sasa unaanza kusikia kudharau tu. Yaani unaweza kumdharau tu mtumishi yoyote, au ukamtafutia tu sababu, ukamtafutia tu nini, ukasema huyu ni wa hivi. Sasa kuna mahali ambapo huwa yana kawaida ya kukaa na kuweka makao. Kuna yule ambaye huwa yanatoka na kurudi, na kuna yule ambaye lile pepo lina kawaida ya kukaa. Maeneo ambayo huwa na kawaida ya kukaa, au haya mapepo na kawaida ya kukaa, eneo la kwanza kwenye tumbo lako chini ya kitovu, kwa maana kwenye kizazi. Jini mahaba na kawaida ya kukaa hapo. Na mara nyingi maeneo ambayo yanapenda kukaa ni maeneo ambayo wewe una hisia. Kwa lugha nyingine, eneo ambalo wewe una hisia za kibinadamu ndilo eneo ambalo lile pepo linaendaga kukaa. Kwa sababu linajua kwamba huyu mtu eneo lake ambalo linaweza kumkamata kirahisi ni eneo fulani. Eneo lake ambalo linaweza likamkamata kirahisi ni eneo fulani. Kwa hiyo lina kawaida ya kudili na hisia zako, fahamu zako. Sasa kuna wale ambao linakaa chini ya kitovu, lakini kama ni la kifamilia, maana yake linaweza likakaa kwenye kitovu chenyewe. Ile miungu ya kifamilia linaweza likakaa kwenye kitovu. Kuna wale ambao linakaa kwenye kidole cha pete kama hiki, au kidole chochote. Kwa wale ambao mmewahi ota ndoto mmevikwa pete. Kuna wale ambao huwa linakaa kwenye macho. Yaani macho, utasikia sasa unasikia aibu iliyopitiliza. Ukiambiwa usimame mahali uelezee jambo fulani lina wanaume, hauwezi kuwa na ujasiri. Linakaa kwenye macho. Na wengi kabisa linakaa kwenye macho. Yaani liko kwenye macho. Na mwingine macho yao linafanya mwanaume ukimwangalia, yaani mwanaume lazima kutongoza. Lazima avutiwe tu na wewe, kwa sababu linakaa kwenye macho. Linakufanya uwe na macho ya kikahaba. Kuna ambao linakaa kwenye nguo, kwamba linakufanya upende aina fulani ya nguo au rangi fulani. Sio wewe, ni lile lenyewe linakufanya unapenda rangi fulani ya nguo, aina fulani ya nguo. Kwa utajikuta unapenda kutoka kwa muonekano fulani. Lengo lako ni nini? Sijui, ni lenyewe linakupelekesha. Bwana Yesu asifiwe.
Linaweza likakufanya upende kuenda kukaa sehemu fulani, au kupenda aina ya muziki fulani ambao unashindwa kujizuia. Huwezi kulala mpaka umesikiliza huo muziki. Huwezi kulala mpaka umesikiliza hiyo starehe. Kwa hiyo likakupelekea huko. Kuna wale wengine linakaa kwenye utosi juu ya kichwa chako. Wengine hapa kwenye mbele ya kichwa. Kwenye kipanda uso. Panaitwaje hapa? Paji la uso. Wengine wanaweza likakaa kwenye kifua hapa. Kuna kuta limekaa hapo. Utajueje? Ni kwamba unapoingia kwenye maombi, lile eneo utasikia linapata ishara yoyote. Hizo unaweza kusikia kuna kitu kinatembea, maumivu, au ukasikia msisimuko kwenye eneo hilo. Wengine liko kwenye maziwa linakaa. Wengine kwenye kiuno, kwenye nyonga linakaa. Wengine kwenye miguu, kwenye nyayo za miguu. Wengine kwenye sehemu zao za kike. Wengine kwenye unakutana na mtu mikono yake imekamatwa na jini mahaba, imekamatwa na pepo. Na alikikamata mikono, maana kile unachokishika hakishikiki. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa tumeona ni nini linawezaje kumuingia mtu, likiwa ndani ya mtu lina tabia gani, na tabia zingine ambazo pengine kulingana na muda siwezi kuzielezea, na tumeangalia pia kwenye Biblia. Sasa tunaingia ni namna gani ya kuweza kulishinda. Ni namna gani ya kuweza kulishinda. Namna ya kwanza ni maombi. Yaani hii ndio namna ya kwanza, ni maombi, kwa sababu kinyume cha haya mapepo ni nguvu ya Mungu. Ni jina la Yesu. Jina la Yesu ndio kinyume cha hayo maroho. Jina la Yesu ndio kinyume cha hizi nguvu zinazowatesa. Ndio kinyume cha hivi vyote. Lakini linapotoka baada ya maombi, huwa haliondoki kabisa. Huwa haliondoki kabisa, linakuangalia unaendeleaje. Na ndio maana tunakutana na watu tumeombea, baada ya wiki anakuambia naendelea vizuri. Baada ya hapo lile limerudi tena kwa kasi zaidi. Amen. Haleluya. Tunaelewana? Haya, tuangalie Biblia inasema nini. Tuangalie kitabu cha Mathayo. Na haya maandiko ukirudi nyumbani ukayasome. Kitabu cha Mathayo sura ya 12 mstari wa 43. Neno linasema, pepo mchafu amtokapo mtu hupitia mahali pasipo maji. Anapomtoka anapitia mahali pasipo. Ni kama mnanielewa au mnanivumilia? Pepo mchafu amtokapo mtu hupitia mahali pasipo nini? Maji. Mmekamata wafahamu? Hupitia mahali pasipo maji. Sasa kwa maana hiyo, pepo mchafu anapomtoka mtu anaweza katoka kwa hewa. Linavyokutoka linaweza kukutoka ukapiga kelele, ile sauti yako haina maji. Ndio ikatoka kwa puani. Mwingine unasikia unapoombewa unaanza kupiga miayo. Miayo inachachama, au ukisikia maombi unaanza kupiga miayo. Amen. Linaweza likatoka kwa njia yote. Mwingine baada ya kuombewa akaenda kualisha, ukakuta unaenda kualisha kuliko kawaida. So ile pepo wakati mwingine anaweza likaweka vitu vyake tumboni. Linaweza likaweka magano yake. Mwingine ikatoka ishara yote ile ili tumradi ile pepo litoke. Bila sababu kwa pepo mchafu amtokapo mtu upitia mahali pasipo maji, akitafuta mahali pa kupumzika asipate. Kwa yule pepo anapokutoka anatafuta mahali pa kupumzika. Akitafuta mahali pa kupumzika akiwa apati, anasema, halafu usema, kumbe mapepo anasema, au majini anasema, nitarudi nyumbani kwangu nilikotoka. Baada ya kuombewa umefunguliwa, linasema nitarudi tena nyumbani kwangu nilikotoka. Anasema hata akija aione nyumba yake tupu, kwamba mahali ambapo lilikuwa linakaa nyumba yake iko free, linakuja tena. Anasema hata ione tupu,
imefagiwa na kupambwa, nyumba yake ni nani? Ni wewe. Tumesoma wakati ule kwamba sisi ni viungo vya mwili wa Kristo, na tumesoma kwamba sisi ni hekalu la Roho Mtakatifu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anakaa kwenye miili yetu. Kumbe sisi ni nyumba. Amina. Sasa nyumba hiyo inaweza kapambwa ikawa kivutio tena cha ile jini mahaba. Likikuta kwamba tena wewe ndio umelionyesha kwamba sasa hivi uko free zaidi, basi linakuja na wengine wenye nguvu 7 kuliko yeye, yanaingia ndani yako. Ndio unakuta mtu sasa na majini mahaba 45, 85, 100, 2, 3, 1, 200, 300. Inawezekana mwili wako tu, kwa sababu vile ni viumbe vya kiroho vinavyoingia, roho haijai. Sasa unaweza kuwa na jini mahaba na una vitu vingine pia, na una mapepo mengine. Lakini kwa kuwa hili ni eneo muhimu, kwa sababu huwa linazuia ndoa, linazuia mahusiano, linazuia uchumi, ni muhimu kushughulikia. Kwa likiingia, likiona limetoka, likapata nafasi tena, linakuja na wengine wenye nguvu. Wenye nguvu ni nini? Kwamba sasa wao wenye nguvu, ukienda kwenye maombi usitikisike. Ukienda kwenye maombi usifunguliwe. Kwa litajitahidi kukuwekea uzito wote au ugumu wote au namna yote tu ya kuonyesha kwamba wewe haitakiwi ufunguliwe. Wewe ni wa kwetu. Sasa ndio utakuta kuna mtu ana muonekano mzuri, yuko marketable kweli kweli, lakini haoleki. Lakini kuna mtu ambaye muonekano wake na wakati mwingine hata kujipenda ajipendi, iko kawaida tu, yuko kwenye ndoa, amepata ndoa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini unajiangalia kwenye kioo unasema, Mungu, mbona mimi sina kasoro yote, umenikosea wapi? Lakini ndoa huna. Na unatafuta ndoa kwa udi na mali, kwa namna yote upate ndoa. Lakini kuna mtu ambaye yuko kawaida tu, kapata ndoa, na yuko kwenye ndoa yake na familia yake na maisha naye. Bwana Yesu asifiwe. Msichoke sana. Amen. Tunashinda kwa jina la Yesu. Sasa ni namna gani ya kumshinda? Nimesema jambo la kwanza ni maombi. Maombi ni kitu muhimu sana. Yaani maombi ni kitu muhimu. Jambo la pili ni neno. Kwa sababu maombi ili yawe na msingi mzuri yanahitaji neno. Wengi hapa mnaomba hamna neno. Shetani huwezi kumshinda kwa kuomba tu alafu hujui mamlaka iliyo ndani yako. Na asikudanganye mtu, jini mahaba huwezi kukemewa tu. Kwa jina la Yesu, jini mahaba ondoka, ondoka. Kama wewe maisha yako ni kivutio cha jini mahaba, hauwezi funguliwa mwanangu. Huwezi funguliwa hata ungeenda kwa muumbaji gani. Ikumbuke kwamba anayekufungua sio mimi, ni Mungu aliye ndani yangu. Kwa hiyo ninaposema ufunguliwe, kama maisha yako si maisha ya kufunguliwa, utafungua tena mlango mwingine tu. Bwana Yesu asifiwe. Utafungua tena mlango tu mwingine. Kwa kama ukifungua tena mlango mwingine, unavamiwa. Unavamiwa tena. Kwa utajikuta sasa unakuwa mtumwa. Unajaribu kwa waganga wa kienyeji, wanakuahidi watakusaidia, wanakupa hiki na kile, watakwambia saizi tayari, bado. Wanakuahidi hivi na hivi, bado. Unaambiwa unaenda huku, bado. Utajikuta sasa unakuwa mtumwa, umezunguka manabii, makanisa, mitume wote, na hujapata ufungulivu kwa shida yako. Ni kwa sababu ufungulivu wa jini mahaba unategemea pia na wewe mwenyewe, malango unayafungua tena. Sasa kama nitakuombea sijakufundisha namna ya kuweza kulishinda, ni ngumu. Na ikumbuke kwamba ile jini mahaba inafika mahali linatengeneza tabia. Linavyoingia, linaingia kama kitu usichokipenda. Lakini mwisho wa siku linakuwa umezoea. Na kama umezoea linakuwa tayari unaona kawaida. Kama ulikuwa limekulepelekea umekuwa mzinifu na roho ya uzinzi, likiondoka haina maana kwamba ule uzinzi na wenyewe utaacha. Mwili utasikia muamko ule ule. Mwili utasikia msisimuko muda ule ule. Sasa je, kama hujaishinda ile hali, na tukumbuke kwamba haina maana kupata msisimuko wa mwili au kumhitaji mume ni dhambi au ni kosa. So tumeumbiwa ni miili. Lakini kuna namna ya kuweza kushinda hiyo hali. Utakapokubali hiyo hali kuendeshe, ndio penye tatizo. Sasa lile pepo baada ya kuombewa haina maana ya kwamba mwili wako hautahitaji mwanaume tena. Utahitaji mwanaume, na ndio maana nasema baada ya mtu kufunguliwa, apate Mungu ampatie mtu sahihi, aoleke, aolewe. Na kama mtu yuko kwenye ndoa, basi atengeneze kwenye ndoa yake ili waendelee kukutana na mume wake, kwa sababu kati ya eneo ambalo ni dawa kubwa, Bwana Yesu asifiwe, ya jini mahaba kumwacha mtu totally kabisa ni mume.
Yaani mume wako atakaye kuoa ndio dawa kubwa. Ukitoa maombi baada ya kufunguliwa, ukitoa hii neno, kinachofuata ni mume. Yaani ili aweze kumzuia yule pepo ana wivu, akute tayari umeshakutana na mume wako. Kwa sababu yule pepo hataki kukutana na mwanaume mwingine. Hataki kushare mbegu, hataki. Kwa hiyo atatafuta namna yoyote ile ya kuweza kukuzuia, ya kuweza kukufunga, ya kuweza kuyazuia maisha yako. Kwa ili kuweza kumshinda sasa, nini cha kufanya? Ili uweze kumshinda ni lazima kwanza wewe mwenyewe uamue. Mama, tusubirie nje kidogo, alafu utakuja. Kuna wengine wako nje. Haya, utakuja mama. Uchukue na viti. Amen. Kwa hiyo nimesema dawa ya kwanza ni nini? Sada, uko wapi? Dawa ya pili. Sasa dawa ya tatu ya hili pepo ni mume. Ni mume. Ndio maana ni vizuri ukavumilia kwa kipindi ambacho Mungu hajakupa neema ya kupata mume. Omba sana Mungu akupatie mwenza. Akupatia mwenza, lile pepo kati ya eneo ambalo haliwezi kuvumilia ni mume. Yaani ukishakuwa na mume wako akishakutana na wewe na ukaomba, lenyewe linaishiwa nguvu. Ila litatafuta tu magomvi yatokee ili mumeo asikutane na wewe. Asipokutana na wewe mume wako, maana yake litakuja. Yale mapepo yana kinyaa, yana wivu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mume wako ni silaha muhimu ya kumshinda huyu pepo. Mume wako. Sasa sio ukasema hivyo ukatafuta mwanaume wote kwamba sasa mwanaume huyo niwe naye. Haiwezi saidia, kwa sababu ili pepo linajua haiwezi saidia. Lakini mume wako ambaye Mungu atakupa anaweza kawa ni dawa muhimu kwako, kwa sababu lenyewe lina kawaida ya kukaa mazingira ambayo mwanaume ndio anafurahia. Kwa hiyo kama ndio mwanaume anafurahia, mbadala wake atakuwa ni mume wako. Mbadala wake, badala lile tendo kutendesha lenyewe, utakuta huko na mume wako. Kwa hiyo ni rahisi kuweza kumshinda. Jambo lingine ambalo ni muhimu au ni silaha inaweza kutumika kumshinda huyu pepo ni kulichukia na kulipinga. Yaani unapoota ndoto au unaota mashambulizi, anza kuchukia. Chukia kabisa, yaani kataa kwa jina na sitaki. Chukia kabisa. Lichukie, usilifurahie. Na muombe Mungu akupe ufahamu hata kwenye ndoto, ulichukie. Ulikatae. Biblia inasema kwamba mpingeni shetani atafanyaje? Kwenye Yakobo 4:7. Pingeni shetani naye atawakimbia. Kwa kama hujampinga shetani, hawezi kukukimbia. Basi mtiini Mungu. Kimtii Mungu ndio utaweza kuona ufungulivu. Lakini kama umtii Mungu na lile pepo kunalala, hauna muda wa maombi, ni rahisi kukushambulia. Ni rahisi kupata mlango. Kwa hiyo tunahitaji kujua kwamba hii ni vita tunaoingia. Kama ni vita, kuna namna ya kulishinda. Lakini pia unapoomba, nimekwambia kuna maeneo ambalo linapenda kukaa. Ukiona kuna ishara yote, unaweka mkono. Kama ulikuwa umevalishwa vitu kwenye mkono, unavua. Unasema navua kwa damu ya Yesu. Navua. Kama kuna vitu vinatembea kwenye kiuno, kwenye nyonga, kwenye miguu, kwenye kifua, unasema Mungu katika jina la Yesu, mahali popote ambapo nimeweka makao naondoa. Mahali popote ambapo pepo ameweka makao ili kunitumikisha na kuniongoza, naondoa, najitenga kwa jina la Yesu. Najitenga na hizi madhabahu, najitenga na hivi vitu. My dear, na kuahidi utafunguliwa. Yaani hizi principle ambazo nakupa, umeshindwa kufunguliwa, umetaka mwenyewe. Haiwezekani. Kwa hiyo unajitahidi pia kujitenga na kukataa, likatae. Lakini pia jitahidi kwa kipindi cha mwanzoni usikwepe maombi, usilale bila kuomba. So mara nyingi nyakati za kuvamia ni usiku. Wapo ambao linawavamia mpaka mchana, limewafanya kuwa mwanamke wa umalaya. Muda wote napotaka linakufuata.
Kwa hiyo jitahidi usilale bila kuomba. Hata kama hujui kuomba, weka tu hata maombi ya kuongoze tu. Mwambie Mungu, nakataa ndoto mbaya na mkemea huyo pepo. Mwili wangu na ugeuza uwe moto. Atakapokuja anikute mimi ni moto. Haya mapepo atakapokuja anikute mimi ni moto. Jambo la tatu la kutoka kwenye hiyo sadaka ya kuvunja agano la ndoa na yeye. Na hapa wengi wamekamatwa, hawajui umuhimu wa sadaka katika ufungulivu. Sadaka huwa inanena. Unachoiambia huwa inasimama. Sadaka ni kulingana na neema na kiwango ambacho Mungu amekupa. Lakini ni hatari, Mungu amekupa neema kubwa, kwa kuwa Mungu akuoni, unaona kama akuoni, unaamua tu kwamba basi nampa Mungu, namsimamishia sadaka yangu hii. Mungu anaangalia moyo. Lazima sadaka yako uwe umeihusianisha, umeinenea kwamba Mungu, hii sadaka yangu ni sadaka ya kuvunja agano. Kumbuka hilo ni agano. Na kama ni agano, unaiambatanisha sadaka yako, unainenea isindikize kuvunja agano kwa damu ya Yesu. Wengine ya mapepo mlitupiwa. Yaani kuna mtu akaamua kutupie pepo hilo la umalaya au pepo la zinaa, pepo la jini mahaba, iwe tu ninakutesa. Inawezekana. Na akatolea miungu yao sadaka, akaenda kwa waganga akasimamisha sadaka, akasema natoa mbuzi, natoa ng'ombe, natoa kiasi fulani cha fedha ili kiweze kumtesa na kusimama juu ya mtu. Mwingine akaapa na madhabahu akasema mtu huyu, yani fulani akiolewa bora mimi nife au watoto wangu wafe au mtu fulani kwenye maisha yangu afe. Kwa maana hiyo umesimamiwa katika ulimwengu wa roho na agano la mauti. Mtu ameweka agano la mauti ili wewe usifanikiwe, ili wewe usiweze kufikia kwenye hatima yako, ili wewe usifunguliwe. Kwa lazima tujue kwamba hii ni vita. Na kama ni vita, lazima tujue kwamba tunawezaje kuishinda na tunaweza tukatumia njia gani kuishinda. Bwana Yesu asifiwe. Jambo lingine ambalo litakuwa la mwishoni sasa kwenye kumalizia, ili niwape nafasi sasa ya kuuliza maswali. Ili uweze kulishinda jini mahaba, unatakiwa usikae kwenye vitu vya kuchochea mwili. Tamthilia za kiromantic zinazoweza kuchochea mwili. Kwa sababu tukumbuke kwamba hili lina mahusiano makubwa na hisia zako. Najua ni mwanadamu, ni mwili, una mwili. Kuna wakati huwezi jizuia, lakini wakati zikitokea ambazo za kimungu mwenyewe, basi unajua namna ya kuweza kuzikemea na kuzimudu. Epuka kuangalia video za kuchochea. Epuka kujipatia muda wa kujitimizia mwenyewe haja yako. Kwamba nimekaa muda mrefu, bora nijitimizie mwenyewe. Ile pepo linaweza kujua kwamba huyu mtu natakiwa niweze kumpata kwa sababu ana uhitaji. So imefika mahali watu mpaka imefika mahali wanapenda. Hawa ni kitu cha kawaida. Linakufanya upende aina fulani ya mavazi, aina fulani ya muonekano, natamani uwe hivi. Urembo ni kawaida, lakini kuna ule urembo wa kuchanganyikiwa. Unakuwa ni kivutio chao. Kuvaa vikuku ni kivutio chao. Epuka hivyo vitu. Kuna baadhi ya vitu kivivaa kwenye mwili wako, kuvaa pete na hujachumbiwa, hujafungishwa, hujafunga ndoa, unapenda tu kuvaa pete, unasema za urembo, ni kivutio. Amen. Aina fulani ya manukato, kuna baadhi ya manukato ni kivutio chao. Kwa hiyo inatakiwa kabla hujatumia basi uombe ili Mungu aweze kukusaidia, ili Mungu aweze kukuepusha na hivyo vitu. Lakini pia tujue kwamba hii ni vita. Majini mahaba yana malipizi. Yakiona umeyapiga, umeyashinda, yanatafuta eneo la kulipizia. Na kama akileta malipizi, usio kaona sasa ndio kwamba mbona ndio mambo yanaharibika. Unaweza kaingia kwenye maombi ya kina, ukakuta mambo yameanza kuwa magumu. Ukaingia kwenye maombi ya kina ndio ukashangaa ndio yanapanda kweli kweli. Usiogope, jua kwamba ni vita, inatakiwa upambane ili uweze kushinda. Maana yake unaweza kaingia kwenye maombi ukakuta ndio sasa yameongezeka. Maana yake kuna vilikuwa vimejificha ndani yako. Maana yake umewasha moto. Ni kama vile ulikuwa kuna wadudu walikaa mahali, umewasha moto, ndio unaanza kuona kumbe walikuwa wengi kiasi hicho, wanaanza kukimbia, wanaanza kutoka huko ili waweze kukimbia ule moto. Kwa hiyo yanaweza kaonekana madhiriko mengi. Usiache kuomba, usirudi nyuma ukasema sasa mashambulizi yamekuwa mengi, bora niache. Haitakiwi unyamaze, haitakiwi uache kumtafuta Mungu. Jua kwamba hii ni vita.
Mwisho, jitahidi kujipa muda wa kufunga na kuomba. Na ile eneo ndio huwa eneo gumu kwa watu. Wanajionea huruma kufunga. Funga siku 7 kwa maana ya wiki. Usijionee huruma, hii ni vita. Funga mwezi, kwamba Mungu naingia agano na wewe, naingia kwenye maombi ya wiki nzima na kutafuta wewe. Mungu naomba ili pepo lisinipate kabisa, lisiwe kwangu. Naingia kwenye maombi ya mwezi mzima, miezi 3 kulingana na vile msukumo utaupata. Lakini unapofunga ni vizuri ukapata maelekezo ya kiroho ili usio kafunga kiwango ambacho kitakuletea madhara. Lakini unaweza ukaweka maombi ya ufungo ya kawaida, ni unaweza kufunga siku moja ni ya kawaida. Uweze ukapambana na jini mahaba kwa siku moja. Ukafanya maombi ya wiki, at least kuanzia wiki 2, wiki 3 kwa maana siku 21. Baada hapo kama unataka uzidishe kwa mwezi na mengineyo, basi unaweza kumshirikisha mtumishi wa Mungu kama mtumishi, nataka niingie kwenye maombi ya mfungo ya muda mrefu. Nifanye nini? Nini na nini natakiwa niepuke? Nini na nini inabidi nifanye ili niweze kuwa na mfungo uliokuwa. Bwana Yesu asifiwe. Tunaingia kwenye hatua nyingine ya ufungulivu. Ni muhimu sana kama tunaingia kwenye ufungulivu tujue kwamba hii ni vita. Ukimwonea aibu shetani kwa kumbembeleza, shida ni ya kwako. Wewe mwenyewe utakaendelea kupata shida. Lakini ukimchukia na ukaonyesha nia kweli, nataka nitoke kwenye kifungo hichi, Roho wa Mungu atakusaidia, atakutia nguvu. Mahali ambapo anakaa mapepo na majini ndio mahali ambapo anakaa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo unaweza kawa katikati ya maombi, Roho wa Mungu akakushukia, akakufungua kabisa. Mtu wa Mungu, ninakusii, jua kwamba hii ni shida yako, sio ya kwangu. Kwa hiyo wewe ndio una wajibu mkubwa wa kujiconnect kiimani na kusikia nini nasema, nini nakuongoza. Sitapenda mtu namwambia kataa, unakataa. Unakuwa kama unabembelezwa, kama unatafuta mume. Kataa kwa kumaanisha kabisa, ninakataa. Ewe shetani, niachie, sio wa kwangu. Ewe jini, niachie, sio wa kwangu. Yaani chukia hiyo hali. Sijui natamani nionaje. Yaani natamani nione mtu ambaye kweli unasikia hasira ya kwamba umechoka kuwa mtumwa hivyo. Pepo hili huwezi kulishinda kwa kulibembeleza. Pepo hili huwezi kulishinda kwa kuongea kama unalibembeleza. Biblia inazungumza vizuri ya kwamba Yesu ametupa mamlaka. Maana mamlaka, kuna sauti ya mamlaka. Tisha, amuru, kemea, pinga. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la kwanza, ili tuweze kufunguliwa vizuri, shetani mshtaki wetu anatafuta makosa wapi tumekosea ili atuharibie. Nenda kamuombe Mungu msamaha. Mungu yupo, anakusikia na anakuelewa. Hauwezi kupata ufungulivu wa kimungu kama hujatengeneza na Mungu mwenyewe. Kitabu cha Isaya 59 mstari wa 1, wa 2 na wa 3 anazungumza kwamba mkono wa Mungu sio mfupi hata usiweze kuokoa, wala sikio lake si zito hata lisiweze kusikia. Lakini maovu yetu sisi wanadamu yametufarakanisha na Mungu. Hata ameshindwa kusikia, ameshindwa kuokoa. Kwa haina maana kwamba Mungu ameshindwa kufungua. Lakini nategemea wewe mwenyewe umeamua namna gani. Umejitakasa kwa namna gani? Mwambie Mungu akurehemu. Mwambie Mungu akuoshe. Una mahali umekosea kwa akili yako, unajua kuna kitu ambacho kinakuzonga kwa upesi. Mwambie Mungu, naomba unisamehe. Mungu nihurumie. Mungu anaujua moyo wako. Huwezi jificha. Yaani huwezi mficha Mungu. Mungu katuficha si wanadamu, lakini Mungu hatuwezi kumficha. Mungu anatujua na tuelewa. Na tunapoenda mbele zake sharti tujitakase. Biblia inasema kwamba njooni mbele zangu, njooni kwa kutii, kwa kuomboleza, kwa kuacha mabaya, kwa kuacha uharibifu wote. Twende mbele za Mungu sasa. Nenda kamuombe Mungu rehema. Mwambie Mungu akurehemu, mwambie Mungu akutakase. Ukisikia kupiga magoti, piga magoti. Omba rehema mbele za Mungu ili shetani asipate mlango. Kwa sababu kupitia hilo adui anaweza kupata mlango wa kukushtaki. Adui anaweza kupata mlango wa kukutesa. Adui anaweza kupata mlango wa kuyatesa maisha yako. Katika jina la Yesu Kristo, omba kwa sauti yako. Omba, mwambie Mungu akurehemu, mwambie Mungu akutakase. Kuna mahali ulikosea kwa kujua, kwa kutokujua. Kuna kitu kinakutesa, kuna kitu kinakusumbua, kuna kitu kimekuwa sehemu ya maisha yako, na mwambie Mungu, naomba unirehemu. Mwambie Mungu nitakase. Kuna mahali ambapo umegundua katika milango ile ya kuvamiwa, umegundua kwamba kuna mlango mojawapo ambao kwako ulikuwa umeufungua. Mwambie Mungu, naomba unirehemu. Pengine ni mimi mwenyewe nilifungua. Pengine ni mimi mwenyewe nilikuwa nimeachilia mlango. Naomba unirehemu. Pengine Bwana kuna mtu alinitupia. Mungu naachilia rehema. Anza kuomba rehema. Omba rehema mbele za Mungu. Mwambie Mungu akurehemu, mwambie Mungu akutakase. Mwambie Mungu akuoshe kwa damu yake. Akuoshe kwa jina la Yesu.
Bwana Mungu akuoshe, Bwana Mungu akutakase, takaswa. Mwambie Mungu alehemu, mwambie Mungu akutakase, mwambie Mungu akuoshe. Maanisha kweli mwanangu, toba ni binafsi. Toba ni ya wewe na Mungu, sio ya mimi. Yaani wewe kama Mungu hajakulehemu, mimi siwezi kusema lolote. Mahusiano yako na Mungu yanaweza kawa ni mfano mzuri wa wewe kufunguliwa. Mahusiano yako wewe na Mungu yanaweza kawa ni picha nzuri ya wewe kuwekwa huru. Mwambie Mungu akulehemu, mwambie Mungu akuoshe, mwambie Mungu akuweke huru, mwambie Mungu akutakase, mwambie Mungu akusamee, mwambie Mungu akupe kibali kingine, akupe neema nyingine katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ribosia dayandi korabadia kwa jina la Yesu. Bwana tunaomba rehema zako. Baba tunaomba huruma zako. Tunaomba utakaso wako. Ile damu yako ya Calvary inayotakasa, inayolehemu, inayosafisha, isafishe mtu huyu, imsafishe mtu huyu. Omba rehema, omba rehema. Omba rehema za Mungu. 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 Mwambie Mungu naomba rehema. Mwambie Mungu naomba rehema. Mungu ni rehemu. Mungu nihurumie. Mungu nitakase. Nimekuja mbele zako. Nimekuja kwenye madhabahu. Naomba unihurumie. Omba rehema mbele za Mungu. Ikiwa umesikia amani ndani ya moyo, unaweza kusimama. Kama hujasikia amani, endelea kuomba. Toba ina mahusiano makubwa na ndani yako unasikia nini? Toba ina mahusiano makubwa na wewe. Ikiwa umesikia amani, simama ili niendelee kuombea. Ikiwa umesikia amani, utasimama. Kama hujasikia amani, endelea kuomba. Ikiwa unasikia katikati ya kuomba Mungu anakukumbusha hiki na kile, Biblia inasema kwamba ungamaneni dhambi zenu. Kumbuka ni wapi ulipokosea. Ikiwa umesikia amani, utasimama ni kuombee sasa. Ikiwa hujasikia amani, usiharakishe kwa sababu kama hujapata connection na Mungu, mwanangu, amna anaweza kufungua. Ndio maana tunasema ni muhimu kutengeneza na Mungu. Ni muhimu kutengeneza na Mungu kwanza. Kumwambia Mungu tunaomba kibali katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Bwana, tumekuja kwenye kliniki hii. Tunahitaji Bwana tiba ya kudumu. Tunahitaji Bwana tiba ya utosherevu. Tiba itakayokuwa ni uponyaji katika maisha yetu ya kudumu. Tunaomba tiba yako Bwana. Tunaomba tiba yako Bwana. Imetosha kuwa watumwa. Imetosha kuwa watumwa. Imetosha kuwa watumwa. Baba tuhurumie. Imetosha kuwa watumwa. Baba tuhurumie. Imetosha kuwa watumwa. Imetosha kuwa watumwa. Katika jina la Yesu. Inua mikono yako sasa. Sema Bwana Yesu, nipo mbele zako. Leo hii ninaomba kibali cha kufunguliwa. Nimekuja mbele zako kuvunja agano la ndoa la mimi na huyu pepo anayenitesa. Ewe pepo, ninakukataa. Mimi sio mke wako. Niachie kuanzia sasa. Achia uhuru wangu. Achia kibali changu. Achia fahamu zangu. Achia watu sahihi kwenye maisha yangu. Kwa jina la Yesu. Ewe shetani unayekuja kama mume, niache. Niache. Siku ya leo ninatoa hati ya talaka. Leo hii mbele ya madhabahu ninatoa talaka. Sikutaki. Niachie. Achia ndoa yangu. Achia kibali changu. Achia jina langu. Mahali popote mnapolitumia jina langu, mniachie kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Ninavunja mikataba, maagano, yani achie kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Popote mliponiweka, leo natoka. Mliponifukia, leo natoka. Mliponizika, leo natoka kwa jina la Yesu. Achia nafsi yangu. Achia nafsi yangu. Achia nafsi yangu. Achia mwili wangu. Leo hii mwili wote uwe moto. Mahali popote
mlipokaa pawe moto, moto kwa jina la Yesu, moto kwa jina la Yesu. Ninakukataa ewe shetani, niachie, niachie, mimi sio wa kwako. Toa vitu vyako vyote, toa maagano yako yote kwa jina la Yesu. Kila maneno niliyotamkiwa ninayafuta, kila maneno yaliyotamkwa juu yangu kwa siri kinyume na mapenzi ya Mungu, leo hii nayafuta, nayafuta. Kila agano niliyotamkiwa, niliyowekewa, leo hii livunjike kwa jina la Yesu. Navunja agano, navunja agano, navunja agano kwa jina la Yesu. Bwana Yesu, ninaomba nguvu, ufahamu, hekima ya kushinda vita hii kwa jina la Yesu. Ninaomba kibali, ninaomba utulivu, ninaomba kibali, ninaomba utulivu kwa jina la Yesu. Kila roho ya hasira na ikataa. Ewe pepo la hasira, niachie. Ewe pepo la tamaa, niachie kwa jina la Yesu. Toka kwenye mawazo yangu, toka kwenye akili yangu. Roho ya giza inayofunga uchumi, achia uchumi wa familia yangu, wa nyumba yangu, wangu binafsi kwa jina la Yesu. Bwana Yesu, ninakomboa uchumi. Malango ya fedha yafunguke sasa, yafunguke sasa kwa jina la Yesu. Leo hii naachilia moto, naachilia moto. Ninakukataa, ninakukataa ewe jini, jini mahaba, niachie kwa jina la Yesu. Anza kukataa na kuomba sasa. Kataa mwenyewe na kuomba. Kataa, 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 pinga. Pinga, pinga kwa maneno yako. Wewe ndiye mwenye makubaliano hayo. Inatakiwa ukatae wewe, sio mimi nikukatalie. Kataa, 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 kataa hiyo roho. Unajua jinsi gani inatesa maisha yako. Unajua jinsi gani inasumbua. Unajua jinsi gani inakuondolea amani. Unajua jinsi gani imeondoa watu wa thamani kwenye maisha yako. Unajua jinsi gani imeondoa watu sahihi kwenye maisha yako. Kataa kwa jina la Yesu. Hata kama hujui kuomba, mwambie nakataa kwa jina la Yesu. Nakataa hivi vyote kwa jina la Yesu. Nimekuwa mtumwa vya kutosha, leo nataka nitoke. Bwana Yesu, naomba uniongezee nguvu. Naomba uniongezee mamlaka. Naomba uniongezee uwepo wako. Niweze kupinga hizi madhabahu. Niweze kupinga hii roho ya giza. Kataa, kataa, kataa mwanangu. Kataa kwa maombi. Kataa kwa jina la Yesu. Kataa, 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 kataa. Pingana na hiyo roho. Ikemee kwa jina la Yesu. Pingana na hilo pepo. Likemee kwa jina la Yesu. Vunja, 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 vunja. Vaa silaha zote, vunja. Vunja, vunja, haribu. Vunja, usiogope, usione aibu. Usione aibu. Usione aibu, usione haya. Hiyo ni shida na ukutesa wewe. Kataa. Mwambie Mungu nijalie nguvu. Reposi yama. Rigadi kama yedoya. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu, achie fahamu zako. Komboa majira yale ya masaa ambao unavamiwaga. Komboa, wengine mnavamiwa saa 7, wengine saa 8, wengine saa 9, wengine mchana, wengine asubuhi. Kataa. Kataa kuvamiwa. Kataa kuvamiwa. Kataa kuvamiwa kwenye biashara yako, kwenye mahusiano yako. Kataa roho ya mahusiano kuvurugika. Kataa kucheleweshwa. Kataa vita kwenye ndoa, magomvi kwenye ndoa, roho ya kutokuwa na kibali kwenye ndoa, roho ya kila kishambulizi kinachotumwa kwako. Haribu, haribu kwa damu ya Yesu. Vunja. Yes. Regebea seamado. Shika pataya hia. Rikata semado. Kwa jina la Yesu. Kataa, pinga. Pinga. Unajua maisha yako. Unajua vile na kutesa hiyo hali. Unajua vile imekuchelewesha. Haukutakiwa kuwa hapo. Haukutakiwa kuwa hapo. Ilitakiwa uwe kwenye hatua fulani. Lakini adui amekuzuia. Adui amezuia. Pepo, kataa, kataa hilo pepo. Tuma moto mpaka huko baharini. Tuma moto mpaka huko kwenye familia. Wengine ni mapepo ya familia. Tuma moto mpaka kwenye ile milima, kwenye yale mito, kwenye yale mabonde. Shika parabo. Kataa, kataa, jitenge kwa damu ya Yesu. Jitenge kwa damu ya Yesu, jitenge, jitenge. Achilia ukombozi. Usikose maneno ya kuomba. Usikose maneno ya kuomba. Pinga, 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 usikose maneno. Ana kawaida kukamata kinywa, komboa kinywa chako.
Sheribaya. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Simama kwenye zamu yako, ng'ang'ana, ng'ang'ana, pambana. Pinga, pinga. Futa mandoto yote. Futa mandoto yote. Kwa jina la Yesu. Kila njozi za majini mahaba tunakataa. Manjozi ya majini mahaba ondoka. Ondoka kwa jina la Yesu. Umemchelewesha mtu vya kutosha. Umemzuia mtu huyu vya kutosha. Umuachie kwa jina la Yesu. Yes. Yes. Haya, sogea mbele sasa. Inua mikono. Baba, kwa jina la Yesu. Inua tu mikono. Nyamaza kimya, tulia kwenye uwepo. Kuna mahali utahamishwa, utaenda kukombolewa. Baba, kwa jina la Yesu, kwa mamlaka ulionipa kama mtumishi wako, naingia katika ulimwengu wa roho saa hii. Naingia katika ulimwengu wa roho saa hii. Ninaenda kukomboa kama mwanajeshi niliyesimama kwenye nafasi yangu pamoja na malaika wa zamu. Naenda kukomboa nafsi ya mtu huyu anayenifuata saa hii. Naenda kukomboa nafsi ya mtu huyu. Naenda kukomboa nafsi yake. Wengine nafsi zenu zimewekwa kwenye bahari. Muko katikati ya bahari, mmezungukwa kama mamalikia. Hilo pepo la kufanya wewe malikia wao naliondoa. Ewe roho ya kimalikia ondoka. Ewe roho ya kimalikia ondoka. Roho ya kimalikia ondoka. Roho ya kimalikia ondoka. Roho ya kimalikia ondoka. Ondoka kuanzia sasa. 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 Wewe mwanaume unayemtumikisha, 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 achia kuanzia sasa. Achia kuanzia sasa. Achia kuanzia sasa. Hiyo ndoa naivunja. Hiyo ndoa naivunja. Hiyo ndoa naivunja. Hiyo ndoa naivunja. Ewe jini mahaba unanisikia. Ewe jini mahaba unanisikia, unayemhamishaga akili na kumpeleka huko na kumtumikisha, na amuru moto sasa. Mata kwa jina la Yesu. Mata kwa jina la Yesu. Kadri napoenda kutamka, unaona unahamishwa. Unaona unahamishwa. Unaona unahamishwa. Unaona unahamishwa. Mshushe chini kama amezidiwa. Unaona unahamishwa. 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 Wengine mapepo yamekaa kwa njia ya nyoka. Mmeunganishwa na manyoka, yanakaa kwenye matumbo yenu. Manyoka yanakaa kwenye miili yenu. Manyoka yanakaa kwenye vizazi vyenu. Natuma moto kuanzia sasa, kuanzia kwenye nyao za miguu. Natuma moto sasa. Natuma moto sasa. Natuma moto sasa. Popote ambapo wamekuweka, popote ambapo wamefunga nafsi yako, mata kwa jina la Yesu. Mata kwa damu ya Yesu. Mata kwa jina la Yesu. Natuma moto, wewe jini mahaba, kamatwa. Ungua kuanzia sasa. Ungua kuanzia sasa. Radi ya moto. Radi ya moto. Radi ya moto. Kamata radi. Kamata moto. Kamata moto. Kamata moto. Kamata moto. Kamata moto. Kamata moto. Hiyo pete ianze kuwaka moto. Walipokuwekea popote, au watoto wa kipepo, hizo magano zao. Hizo magano zao. Hizo magano zao. Fire! Yeah! Toka! Yes. Hivyo vinaungua. Hivyo, 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 tayari vinapanda, panda, panda, panda wewe, kimbia, kimbia, mwachie sasa, panda, 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 ungua, panda, ungua, umemtesa vya kutosha, kwani umezuia, umeharibu huko kwao, umeharibu kibali, umeharibu mambo yake, kuanzia sasa, kamatwa, 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 pigwa kwenye Yesu, moto, 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 toka kwenye macho. Yes. Achia, achia. Achia, 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 achia wewe pepo. Achia wewe unayevuruga, unayeharibu, na kuamuru kuanzia sasa. Natuma moto mara 7. Natuma, endelea kuomba, kataa. Fahamu zinaporudi, kataa, vunja, 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 vunja. Yo, tayari imekamatwa, tayari imekamatwa, tayari imekamatwa. Wamekuweka wapi? Wamekuweka wapi? Kwa nini wanakutumia? Kwa nini unamtumia mwanamke? Kwa nini unamtumia? Kwa nini unamtumia? Kwa nini unamtumia? Kwa nini unamtumia? Haya, achia, achia kwenye kidole hicho. Achia kwenye kidole hicho. Achia kwenye kidole hicho. Hayo magano, inatakiwa huyu afike mbali kiuchumi, inatakiwa afike mbali kindoa, inatakiwa olewe na mtu wa maana, inatakiwa afike mahali penye hatua zake. Moto kwa jina la Yesu. Moto, 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 moto kwa jina la Yesu. Teketea, teketea na vitu vyako vyote. Ungua, ungua kwenye ndoto hizo. Ondoka, ondoka na kufuta, na kufuta kwa jina la Yesu, na kufuta na kuondoa, na kuondosha, na kuondosha, na kuondosha, na kuondosha, na kuondosha. Pigwa. Wewe anaungua, ungua, ungua, ungua. Wewe malizika. Malizika, 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 malizika. Achia kibali, achia kibali chake, achia kibali, achia kibali, achia kibali, achia kibali, achia kibali. Hivyo vinaungua vyote. Moto kwa jina la Yesu, toka. Toka. Toka na magano yako.
Paka mikoba yako, toa vitu vyako vyote kwenye sura yake. Achia sura yake, achia kibali chake, achia sura hiyo, achia sura hiyo. Mikono hii uliofunga, achia mikono yake. Acha mikono ifunguliwe, acha mikono ifunguliwe, acha mikono ifunguliwe. Naondoa sumu zote, naondoa kukataliwa, roho ya kukataliwa, roho ya kukataliwa, roho ya kukataliwa. Ondoka, 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 ondoka kwenye nyayo hizo, ondoka kwenye miguu hiyo, ondoka kwenye utosi huo, ondoka kwenye fahamu hizo, ondoka kuanzia sasa, ondoka kuanzia sasa kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Ondoka, 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 ondoka. Mata kwa jina la Yesu. Pigwa roho chafu. Ungua jini mahaba. Ungua, malizika, 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 malizika. Achia sura yake, achia maisha yake, achia kibali chake, achia kuanzia sasa na kukemea na kuvunja na kuondosha. Pigwa kwa jina la Yesu. Ungua kwa jina la Yesu. Ondoka. Ondoka. Pigwa. Moto kwa jina la Yesu. Yes, yes, yes. Kimbia. Kimbia wewe. Kimbia. Kimbia. Funga virago. Funga virago. Ungua. Ungua. Umemtesa vya kutosha. Achia maisha yake, achia sura yake, achia miguu yake. Achia aanze kwenda mbele. Kuanzia sasa uanze kwenda mbele mwanangu. Anza kwenda mbele. Sura yako irejeshwe. Kibali chako kirejee. Rejeshwa. 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 Narudisha neema yako. Narudisha watu wako sahihi. Narudisha kibali chako. Kirudi kuanzia sasa. Kirudi kuanzia sasa. Fire! 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 Jesus name. Toka. Ungua kwa jina la Yesu. Ungua kwa jina la Yesu. Kataa, kataa hivyo vitu. Kataa. Pokea ufungulivu mwanangu. Uwe huru kuanzia sasa. Fahamu zako za kiroho, nguvu zako za kiroho, kibali chako na kifungua, nyota yako na ifungua. Kila roho ya giza. Toka, zika. Touch! 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 Vunja. Mungu anapokupa fahamu, kataa. Huko nimekupeleka, vunja. Kataa hivyo vitu. Kataa kwa jina la Yesu. Kataa kwa jina la Yesu. Kataa kwa jina la Yesu. Nenda na maombi hapo hapo ulipo.